Nadhani kuna hatua umetoka kwenda hatua nyingine kupitia mafunzo haya ambayo yanafundishwa katika kipindi hiki cha wakati wa majibu yako ni sasa. Kwa hiyo Mungu ambariki sana bishop wetu kwa ajili ya kipindi hiki. Na usiku wa leo kama niliweza kutambulisha hapo mwanzo kwamba Mungu amenipa neema na mimi amenipa kibali kuweza kuwepo katika kipindi hiki ili tuweze kushiriki pamoja kujifunza neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndio linaleta majibu au linaleta matokeo katika maisha yetu. Pasipo neno hatuwezi kufanya jambo lolote. Basi tutarajie vitu ambavyo Bwana atakwenda kutufanyia siku ya leo. Hata tufungua ufahamu wetu, lakini pia tutapata majibu yetu kupitia kujifunza. Vile ambavyo unasikia neno la Mungu, vile ambavyo unalisikiliza neno la Mungu. Maana imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Lakini yako maneno mengi tunaweza tukawa tunasikia huko ambayo sio neno la Kristo au sio neno la Mungu, ambayo linavunja moyo, linakatisha tamaa, linatupelekea hata wakati mwingine kutoka katika imani ya Mungu kwa sababu ya maneno ya wanadamu. Lakini unapokaa katika kuliamini au kulisikiliza neno la Mungu na ukaliamini na ukalichukulia hatua, basi litakusaidia au litakutoa katika hali yako uliyopo sasa na litakupeleka katika hali nzuri. Neno la Mungu limejaa baraka, limejaa kufunguliwa, limejaa mema yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi moja kwa moja tutakwenda katika kujifunza neno, lakini kichwa cha somo cha jioni ya leo inasema kwamba fahamu kweli ya neno. Tunatembea mle kwenye neno kama nilivyokuambia, neno mimi limenisaidia kupitia baba yetu askofu, vile ambavyo anafundisha limenisaidia sana na limenitoa katika maeneo moja kwenda hatua nyingine. Yaani kwa hatua kubwa sana nimeweza kufaidika kupitia neno. Na ndio maana mara nyingi kwa kweli tunalihubiri neno kwa wingi ili neno liweze kusaidia watu wengi. Basi moja kwa moja tukaangalie mstari wetu ambao tutaanza nao katika somo letu usiku wa leo, kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza. Mstari tutaanza ule wa kwanza, tutasoma mpaka pale mstari wa 4. Amen. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Asante. Tutaanzia hapo kwa sababu tunataka tulione neno. Inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, ambaye huyo neno pasipo yeye hakikufanyika chochote. Ina maana kila kitu kilifanyika ndani ya neno. Lakini pia mstari ule wa 4 au sema ule wa 3 ambao unasema vyote vilifanyika katika huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote hakikufanyika kitu chochote. Lakini mstari wa 4 ambao unasema ndani yake ndimo ulikuwamo na uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona kumbe neno ndio mwanzo wa kila kitu, ambaye neno hilo linasema lilikuwa ni nuru kwa watu, na hiyo nuru iking'aa gizani wala giza haikuliweza hiyo nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana katikati ya nuru giza haliwezi kukaa hapo, lazima giza litaondoka. Lakini hili neno litawale au hili neno likae ndani yako wewe, lazima uliamini kwamba neno ndio kila kitu ambacho kinaweza kuondoa giza katika maisha yangu. Na ndio maana nasema pasipo neno hakuna chochote kitaweza kufanyika. Kwa hiyo usipokuwa na neno hakuna jambo lolote ambalo unaweza kulifanya pasipo neno la Mungu, kwa wewe ambaye umemwamini Kristo au umemwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu mwenyewe alipoumba, ukiangalia sura ya kwanza kule mwanzo, vyote vilifanyika kwa neno. Mungu alikuwa anatamka, ananena, yani anazungumza, na iwe nuru ikawa nuru, iwe bahari ikawa bahari, nchi kavu ikawa nchi kavu. Kwa maana alitamka neno, aliamini kile anachokitamka tayari kinaleta matokeo.
Kwa hiyo hapa anasema kwamba pasipo neno hakuna jambo lolote lililoweza kufanyika. Ina maana neno ndio chanzo cha kila kitu katika maisha yetu. Wewe ambaye Mkristo, ambaye umeokoka, ambaye unamwamini Mungu, kwa hiyo kumbe chanzo cha mafanikio yako, chanzo cha kila kitu unachokitaka katika maisha yako ni neno la Mungu. Maana maneno yapo ya kibinadamu ambayo yako kila mahali, lakini maneno mengi ya kibinadamu yamekuwa ya kuvunja moyo, ya kukatisha tamaa, na hayo maneno yamekuwa giza kwa sababu yanaleta giza katika maisha yako. Hayaleti nuru, hayaleti mafanikio, hayaleti mwanga wa kile unachokitaka. Unakuta wewe unapitia jambo fulani, unakuta mtu analokuambia neno la kukuvunja moyo kwamba hili jambo sidhani kama litawezekana. Tayari anazidi kuweka giza katika lile jambo ambalo wewe unataka nuru, unataka mwanga, unataka upate muongozo au mwanga wa kile kitu kiweze kutokea, lakini unaona kwamba hapo sasa kuna kuvunjwa moyo. Hiyo ni giza linakuja. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Lakini anasema yani ndani ya huyu neno ndiko kulikuwa kuna uzima. Huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Ina maana tukimpokea huyu neno au neno likiwa ndani yetu linatuletea nuru katika maisha yetu. Giza linaondoka. Shida ndio inaleta giza. Yaani giza ni kwamba zile shida zinazozunguka. Tayari hilo giza. Kwa sababu huoni njia, huoni mwelekeo, huoni ufanye nini. Tayari kuna giza hapo limetanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama una neno la Mungu na hilo neno limetawala ndani yako, tayari lile giza litaondoka kwa sababu utatamka neno ambalo neno ni uzima, litaleta nuru na kuleta uzima katika lile jambo, alafu lile giza itaondoka, ile shida itaondoka, kile kifungo kitaondoka, kile kitu ambacho kinasumbua kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tukae katika kuliamini neno. Wale ambao waliliamini neno katika enzi zao hizo, wote tunaona walifanikiwa. Kwa hiyo na sisi tu katika karne hii, katika enzi yetu hii, na neno limekuja kwetu tuliamini, ina maana hilo sasa litakwenda kuleta matokeo. Na Mungu anamtaka mtu ambaye amelishika na kuliamini hilo neno, ili liweze kuleta matokeo, liweze kuleta nuru katika maisha yake. Nuru katika familia, nuru katika kazi, nuru katika shughuli yako yoyote, litaleta nuru. Hata pale ambapo kuna jambo unaona kabisa hili jambo ni kana kwamba kuna utandu fulani wa giza, au unaona kabisa hapa jambo hili ni kwamba watu wanakuvunja moyo au kukatisha tamaa kuhusu hilo jambo au kuhusu hilo jambo neno unalolipitia. Lakini unapoamini neno na ukalifuata neno, tayari wewe unapata mwanga au unapata mwongozo. Bwana Yesu asifiwe. Majibu yetu yako ndani ya neno. Kwa tunapolishika neno, tayari tumeshika majibu mikononi mwetu, kwa sababu hakuna jambo lolote tunaweza kulifanya nje ya neno la Mungu. Hakuna jambo lolote tunaweza kulifanya nje bila kuliamini neno la Mungu. Tunaona kina Ibrahim walipomwamini Mungu walipata vile ambavyo walivyoviamini. Bwana Yesu asifiwe. Kina Musa walitembea katika imani. Akina Joshua walitembea katika imani. Watumishi wengi waliofanikiwa walitembea katika imani ya kuliamini neno. Na sisi jioni ya leo tunajifunza habari ya kuliamini neno. Kama neno ni nuru na wewe unataka nuru katika maisha yako, basi ishike neno la Mungu ambalo ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo itakupa mwanga ya kile unachokiendea. Kama unataka kazi, unataka biashara yako ifanikiwe, unataka ndoa yako ifanikiwe, unataka jambo lolote ifanikiwe, lazima urudi kwenye neno ambalo ni nuru, inakupa mwanga wa kile ambacho unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza hapo tujue kabisa neno ndio kila kitu. Pasipo neno hatuwezi kupata jambo lolote. Na imani yetu imejengwa katika msingi wa neno. Kama imejengwa katika msingi wa neno, kama nilivyoshuhudia kwa ufupi kwamba mimi nilipokaa chini ya Bishop Moses Kingu, neno limenitengeneza, neno limenijenga, neno limenipa amani, neno limenipa kusimama imara katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pasipo neno, ina maana unaweza kukata tamaa, ukarudi nyuma, ukaacha hata wokovu, kwa sababu mapito katika hii dunia ni mengi, giza limetanda katika hii dunia. Lakini neno ukiwa nalo, ina maana litakuongoza na litakupa nuru ya kile unachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukaangalie kitabu cha Marko. Tumuone mtu mmoja ambaye huyu
alilishika neno ambalo Yesu alisema naye. Alikuwa kwenye utandu wa giza, alikuwa kwenye shida, hajui ayafanye nini, lakini alimfuata Yesu ili Yesu aweze kuleta ufumbuzi katika shida yake. Tuangalie kitabu cha Marko sura ile ya 5 mstari ule wa 21 mpaka 24. Amen. Neno la Pia Bwana. tutaruka, tutaenda 35 mpaka 37. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga. Mstari wa 35. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona huyu mkuu wa sinagogi kama tulivyosoma habari zake, ya kwamba Yesu alikuwa anavuka ng'ambo, anatoka kule ukisoma pale juu utaona kwa yule mgerasi ambaye alikuwa na yale mapepo ambayo yalikuwa yanamtesa na kujikatakata. Kwa hiyo Yesu sasa anavuka ng'ambo, sasa makutano yanamsonga, wote wanataka Yesu awatendee miujiza, awafungue, awaponye. Akatokea huyu mkuu wa sinagogi ambaye ni Yairo, akamwendea akamwambia, binti yangu yu katika hali ya kufa, naomba ufuatane na mimi uje umponye, mweke mikono tu apate kuishi. Lakini wakati anaongea hivi Yairo anamwambia Yesu alikuwa bado makutano yanamsonga, yuko bize, watu wanataka uponyaji, kila mmoja anagusa huku, mpaka yule mwanamke mwenye kutokwa na damu na yeye alikuwa pale akajipenyeza. Wakati huo Yesu anaendelea kutenda miujiza wengine, tayari hili neno huyu mkuu wa sinagogi hilo ameshamueleza Yesu, lakini Yesu anaendelea na shughuli zingine za kuponya. Na Yesu asifiwe. Ina maana tayari huyu alipeleka hoja yake, alipeleka maombi yake kwa Yesu, anasubiri majibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anasubiri majibu, amekaa pale, wenzake wanaendelea kutendewa miujiza, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, yeye bado amekaa anasubiri. Kwa hiyo kumbe katika neno kuna subira, unatakiwa uamini na usubiri. Lakini wakati unasubiri, wataabishaji nao wanakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Wakukatisha tamaa wapo, wakukuvunja moyo wapo, kwamba wewe Yesu hawezi kukusikiliza tena, tayari wewe hapa ondoka, shida yako wewe hapo labda ni kuende tu kwa mganga. Yaani wanaanza kukushauri vitu vingine. Kwa sababu tunaona mstari ule wa 35 sasa mpaka 37, tunaona sasa wakaja watu kutoka nyumbani wanamfuata huyu Yairo kumwambia, Bwana, usimsumbue tena mwalimu, maana binti yako tayari imekwisha kufa. Wewe acha kumsumbua mwalimu, rudi tu. Lakini Yesu aliposikia hilo jambo, hilo neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Kwa lile neno sasa likamtia moyo huyu baba, au likamtia imani, akaendelea kusubiri. Na hapo Biblia inasema kwamba Yesu hakutaka aongozane na watu wengine isipokuwa Simoni na Yohana na Yakobo, wakaongozana pamoja naye, kwa sababu hakutaka watu wengi, wale ambao wameshikamana naye katika ile imani kwamba hawa ndio nitaenda nao. Kwa ina maana ya kwamba katika kusubiri kwako yako mambo yatajitokeza hapo, ziko changamoto zitajitokeza hapo.
yako maneno yatajitokeza hapo ya kukuvunja moyo ukakisha tamaa. Lakini wewe unachotakiwa uendelee kuamini lile neno ambalo umeshaliamini. Kama vile ambavyo umeamini kwamba Yesu Kristo anaponya, Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo anabariki. Haijalishi kwamba watu watasema nini. Haijalishi changamoto hii imekaa kwangu kwa muda gani. Haijalishi wangapi watanivunja moyo. Lakini kwa sababu wewe imani yako iko kwenye neno, unaendelea kushikilia ile imani kwenye neno. Maana imani tayari umeshasikia kwamba imani huja kwa kusikia kwa neno la Kristo. Tayari Yesu ameshakwambia usiogope, wewe amini tu. Unachotakiwa ni kuendelea kusimama katika ile imani, kile ambacho umekiamini kwamba hiki nilichokiamini ni cha kwangu, hakika nitakipokea tu. Bwana Yesu asifiwe. Usisikilize yale maneno yanayokuzunguka, wala usikilize mtazamo wa watu wengine. Wengine watakutazamisha vipi? Wewe tayari kumbuka hapo umekuja na shida yako. Giza limetanda mbele yako, unataka nuru ije iweze kuleta ufumbuzi katika hiyo shida yako. Lakini wako watu watakuja ukuvunja moyo kwamba wewe hiyo shida yako haiwezekani. Ile jambo lako haliwezekani. Yaani wewe hapa rudi tu nyumbani. Au twende nikupeleke mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumeaminishwa vitu ambavyo vimetupeleka kwenye giza zaidi. Vimetupeleka kwenye mkwamo zaidi, tumeendelea kukwama zaidi, au tumeendelea kukaa katika giza kwa muda mrefu kwa sababu ya maneno ya watu vile ambavyo wanatuvunja moyo au wanatukasha tamaa au wanatutoa kwenye line ya neno ya kweli. Maana kweli ikikaa ndani yako itakuweka huru na itakupa majibu kwa kile unachokitaka. Kwa hiyo atakuondoa kwenye ile kweli, kwenye ile neno, tayari pole pole anakupeleka kwenye mtazamo wake yeye. Lakini wewe ndani yako unaamini kwamba Mungu hili atanitoa, Mungu hili atanitendea, Mungu hili atanifungua tu, haijalishi kwa muda gani. Hata kama wewe umekaa kwenye uhusiano kwa muda mrefu, huyo mchumba bado hata hajaja kujitambulisha kwenu, hajakuvesha hata pete ya uchumba, lakini anakuambia mimi nataka nikuoe, nitakuja kuleta barua nyumbani. Lakini wewe imani yako kwamba unaona kabisa ndani yako kwamba huyo, nasikia ndani yako kwamba Mungu amemleta ndiye mwenyewe. Kwa hiyo wewe endelea kuamini. Huko ukiendelea kusubiri, kwa sababu subira, watu wanasema kusubiri inavuta heri. Yaani unapoendelea kusubiri tayari muujiza wako ndio unakuja. Hapa ya hilo angesikiliza maneno ya watu walivyomwambia kwamba bwana mtoto wako ameshakufa, wewe utaki kumsumbua mwalimu tena. Ina maana pale wangemvunja moyo lile neno, yani yale maneno ya kwao, yale ya watu walikuwa wanazungumza, ina maana wangemvunja moyo. Angeyasikiliza yale maneno, angeacha kupata ule muujiza. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe tunapokaa katika neno la Mungu tukaliamini, hilo neno lazima lilete matokeo ya kile ulichokiamini. Yaani lazima lilete matokeo, haijalishi itachukua muda gani, haijalishi wewe utakaa kusubiri kwa muda gani, hiyo haijalishi. Mungu huu haijalishagi, Mungu huu anakuja kuliangalia neno lake. Yaani anakuja kulitimiza. Wewe ambaye tayari umeliamini, atakuja hapo kulitimiza. Kama Biblia inasema kwamba Mungu uliangalia neno alafu uje hapo alitimiza hilo neno. Lakini ukiwa sasa una mashaka, tayari watu wamekuingizia vitu vingine, wanakuendelea kupanda vitu vingine kwenye imani yako, tayari ile imani kibomoka, hautaliamini lile neno kwamba linaleta matokeo. Matokeo unasema hakuna lolote, nimesubiri kwa muda mrefu hakuna matokeo. Lakini je, ulikaa katika kuamini lile neno? Ulikaa katika imani? Au ulitoka katika ile imani? Au mazingira tayari yalikukatisha tamaa? Au kuna watu tayari waliingiza maneno ya kwao ya kibinadamu ya kukutoa katika neno la Mungu? Neno la Mungu halijawahi kumtupa mtu ambaye amemwamini. Yaani ina maana unapomwamini Mungu tayari neno lake tayari linatenda miujiza au linatenda ishara na maajabu sawa sawa na vile ambavyo umeamini na umekaa katika hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haangaliagi muda, haangalii hili. Ndio maana nasema yeye anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo kama anajibu kwa wakati wake, wewe unachotakiwa ni kukaa katika kuamini neno la Mungu limesema nini katika hili ninalopitia. Katika hii ziki yangu, katika hii shida yangu, katika hii uchumi wangu, katika hii ndoa yangu, katika elimu yangu, neno la Mungu linasema nini? Kama linasema wewe ni kichwa sio mkia, basi wewe kaa katika hilo neno, amini kwamba mimi ni kichwa na wala si mkia. Alafu unaendelea kuliamini huko ukisimama katika ile imani, ukitenda kile ambacho unachokitenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika uchumi neno la Mungu linasema nini? Wewe ni mbarikiwa.
Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Simama katika hiyo imani, simama katika hilo neno. Hakika litakuja, litatimia. Usiangalie muda, wewe angalia tu katika kusimama katika kuliamini ile neno. Wakati sahihi wa Mungu ambao umekubalika kwako utakuja tu na Mungu atakutoa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumekuwa tukikata tamaa sana kwa sababu ya kusubiri. Watu wengi tumekuwa tukivunjika moyo kwa sababu ya maneno. Kwamba wewe hujaolewa mpaka leo. Umekaa unasubiri kuolewa. Wanaume wenyewe ni wachache. Unashangaa, unaanza sasa ile imani inaanza kujengea kidogo kidogo. Imani ya Mungu inaanza kuondoa kidogo kidogo. Maneno ya watu tayari yanakuja kubomoa kile ambacho wewe umekiamini kutoka mwanzo. Kwamba mimi Mungu amesema atanipa wa kwangu. Maana kila mwanamke anaye mume wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika mafanikio vile vile. Katika ndoa vile vile. Katika uchumi vile vile, katika jambo lolote vile vile. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukitaka mafanikio yako, urudi kwenye neno la Mungu. Kama neno ni nuru, kama neno ni kila kitu, anasema chochote kiweza kufanyika isipokuwa ndani ya neno. Kaa katika neno. Ya hilo aliposikia Yesu anamwambia usiogope. Alisikia, akaamini, akasubiri muujiza wake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma pale nyuma, pale chini, utaona kwamba Yesu alitoka pale, yule mtoto alipona. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile imani ya hilo ambaye alisimama, akakaa, akasubiri, akaendelea kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu halinaga haraka. Neno la Mungu halinaga papara. Neno la Mungu linataka utulivu. Kuna kipindi askofu wetu, tutashuhudia kwa ufupi, alifundisha pili fulani, miaka kama kadhaa imepita 4 nyuma kule. Akasema somo lilikuwa naitwa starehe katika jibu lako. Yaani ustarehe katika jibu lako, katika jawabu lako. Haijalishi mangapi yatakao kuja hapo, mawimbi, upepo utakuja vipi, maneno, mambo mbalimbali, lakini wewe starehe katika hilo jibu lako, na hilo ni la kwako, hilo jibu ni la kwako. Kwa hiyo usihangaike, tulia hapo, amini hapo, simama hapo, subiri matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona pale ya hilo, alipoamini lile neno la Kristo, alipomwambia usiogope, alikaa kweli katika kuamini, matokeo yake mtoto wake aliponywa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ambacho wewe umesubiri? Ni kitu gani ambacho unamsubiri Mungu akutendee? Kaa hapo hapo katika kuamini neno. Neno la Mungu halitakutupa. Neno la Mungu haliwezi kukuacha. Usione kama Mungu amekuacha. Mungu hawezi kukuacha. Lakini anachotaka kwamba uendelee kukaa katika neno, huku ukitafakari ukuu na uweza wake, kwamba hata hili ninalosubiri Mungu atalitenda. Kama ni kazi Mungu atanitendea. Kama ni ndoa Mungu atanitendea. Kama ni watoto Mungu atawatendea. Kwa simama katika hiyo imani ya kuamini, alafu utaona matokeo na majibu ya Mungu atakayoyaleta kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwangalia Ayubu. Ayubu alipitia changamoto. Sidhani kama kuna mtu sasa au karne hii amepitia kama Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipitia changamoto nyingi. Wengi tukisoma kitabu cha Ayubu kwa sema kweli Ayubu kweli alipitia. Watoto waliondoka. Mifugo iliondoka, utajiri wote uliondoka, kila kitu kiliondoka, alibakia yeye kama yeye. Lakini baada ya kubakia yeye kama yeye, bado na ugonjwa juu ukaja katika maisha yake. Lakini huyu mtu alitulia katika neno la Mungu. Hata pale mke wake alipomwambia si umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akasema unanena kama mwanamke wale wanawake wapumbavu. Mungu atupe mema, asitupe na mabaya. Ina maana alitambua neno, alitambua kweli ya Mungu, kwamba Mungu huyu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo. Mungu hawezi kunifanyia hivi halafu Mungu akaniacha. Hapana. Aliamini Mungu, alikaa katika ile kweli ya Mungu bila kusita. Na tunaona kwamba Mungu alimuona kwamba Ayubu huyu kwamba amekaa katika ile imani bila kuteteleka, alimrejeshea yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tukaangalie kitabu cha Ayubu sura ile ya 22 mstari ule wa 21 mpaka wa 22, tusome hapa. Neno la Bwana. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Asante. Wapo. Mjue sana Mungu
ili uwe na amani. Ndipo yale mema yatakapokujia. Mungu unamjuaje? Mungu unamjua kupitia neno lake. Mungu anajifunua kupitia neno. Lakini pia anasema kwamba hayo maneno yake uyaweke moyoni mwako. Hayo maneno ya Mungu ambayo huyo Mungu anayetoa hayo mema, anatoa hizo baraka, anayetoa uponyaji, anayetoa ndoa za amani, anayetoa utulivu kwenye maisha, anayetoa maisha marefu, hayo mema yote ambayo tunayoyataka, anasema hayo maneno na sheria yake uyafunge, uyaweke ndani ya moyo wako. Yani uyahifadhi maneno ya Mungu ndani yako. Usihifadhi kitu kingine kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Tayari kama Biblia inasema katika Mithali kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, ndiko kunakotoka chemchemu ya uzima. Ina maana neno la Mungu ndio lijae katika moyo wako. Ayubu alipata mema kwa sababu alikaa na neno la Mungu tu peke yake. Ukisoma katika hiyo Ayubu 23 ule mstari wa 11 utaona kwamba huyo Ayubu anasema nilihifadhi maneno ya Mungu ndani yangu kuliko riziki yangu. Ili ayapate yale mema aliyahifadhi maneno ya Mungu. Hakukaa kinyume na neno la Mungu. Hata wakati yuko kwenye magumu, yuko kwenye mapito, yuko kwenye changamoto nzito, yuko katika upweke, lakini alibaki na neno la Mungu. Sijui mpendwa wangu huko katika upweke wapi? Uko kwenye magumu gani? Unapitia wapi? Mimi sijui. Lakini jioni ya leo ninakusihi, lisikilize neno la Mungu. Chukua neno la Mungu katika maisha yako na ulishike kweli kweli, ulihifadhi hilo neno ili hilo neno likakuletea hayo mema unayoyasubiri. Uko kwenye njia panda, unasubiri mema, unasubiri mambo mazuri ambayo Mungu amekuahidia. Ahadi za Mungu ni kweli na amina. Lakini hizo ahadi za Mungu zimefunganishwa au zimefungwa ndani ya neno la Mungu. Ina maana Ayubu asingekaa katika kuliamini neno la Mungu, hata yale mema ambayo tunayaona Ayubu alitendewa katika ile sura ya 42 asingeyapata. Lakini kwa sababu Ayubu alihifadhi neno la Mungu ndani yake, na kama alihifadhi neno la Mungu ndani yake, ina maana ya kwamba huyo Ayubu alibaki na Mungu tu. Watu walimkimbia, marafiki walikimbia, walibeza, waliongea kuongea maneno mazito, lakini Ayubu alibaki na neno. Kwa hiyo hata wewe ukibaki na neno tu, hata kama ndugu amekukimbia, labda wewe ni mgonjwa au umekuwa labda ukiomba shida kila wakati, ndugu anasema tumekuchoka bwana, kila siku ni wewe, kila siku tukusaidie wewe, hebu sisi tumeshachoka. Kila unayemwendea bwana mimi sasa sina kitu na mipango yangu na mambo yangu 1 2 3. Kwa hiyo kila mahali ambapo uomba msaada, kutaka msaada, unakuta majibu yanafanana kana kwamba wameambiana. Lakini kumbe Mungu hapa anakutengeneza, anataka ubaki na yeye Mungu peke yake, alafu uone ukuu wa Mungu na uweza wa Mungu ambao atajitwalia utukufu kupitia wewe, kupitia ile jaribu au ile changamoto unayopitia. Kwa usiangalie ile changamoto tu kana kwamba Mungu anataka kuniangamiza au Mungu anipendi au Mungu ameniacha. Wewe angalia kwamba ndani ya changamoto hili kuna jambo kubwa ambalo Mungu atalitenda kwangu. Lakini Mungu huyu anataka nikae nimtazame yeye, nisiangalie mambo mengine ambayo yananizunguka ya kunikatisha tamaa, ya kunivunja moyo, au wale wataabishaji. Naitaga wataabishaji, watu ambao wanakuvunja moyo. Unapita katika magumu, unashangaa mtu baada ya kukutia moyo, unashangaa mtu anakuwa anakuambia mimi naona hapo hilo jambo lako halitawezekana. Au kama unataka nikusaidie mimi, labda nikupeleke mahali fulani na mtaalamu mmoja. Mtaalamu huyo ukifika tu pale anakuambia mambo yako, lakini pia utasaidia. Yaani mtu anakutoa sasa kwenye imani, anakupeleka kwenye imani yake yeye. Hicho ndio anachokuona msaada. Lakini wewe ni mtu ambaye unaona kabisa mimi Mungu amenitendea vitu vingi sana, kwa hiyo naamini hata ili Mungu atanitendea. Kwa hiyo ukisharudi hapo kwenye mtazamo wa Mungu, kaa kwenye neno. Anza kumtafakari Mungu kupitia hilo unalolipitia. Kwamba je, kama nuru imekuja, nuru ni Kristo Yesu. Nuru ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatoa giza. Kwa nini nisibaki katika hii neno la Mungu, nimuone Mungu vile ambavyo atanitendea? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana moja kwa moja unapobaki na Mungu, tayari Mungu atajitwalia utukufu kwa sababu ameshawatawanya marafiki, ndugu, jamaa wote hawapo, umebaki wewe tu na Mungu wako. Ndipo Mungu sasa anakuja kujitwalia utukufu, anajitokeza kwako.
Bwana Yesu asifiwe. Ayubu hapa tunaona alivyopitia marafiki mpaka mke akaanza kumwambia maneno kama hayo magumu, lakini Ayubu alibaki na Mungu, alibaki na neno la Mungu. Lile neno la Mungu ndilo lilikuja kumtendea mema. Kama unataka mema kutoka kwa Mungu, baki na neno lake tu. Usiangalie yale maneno ya wanadamu ambayo yameshakukatisha tamaa, yameshakuvunja moyo, yameshakuvuruga, twende kule, twende tupeleke huku na kule. Uache kwenda huku na kule. Baki katika mstari mmoja. Baki katika neno la Mungu. Mungu atakuja hapo hapo, atakuja kukutimizia kile ambacho tayari wewe umeshaona kwamba ndugu wameniacha na marafiki wameniacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana umetafuta kazi mahali pengi sana au mahali utafuta tofauti, lakini bado majibu kila unapokwenda majibu ni yale. Kaa kwa Mungu. Tafakari Mungu. Mwambie Mungu niko hapa, sibanduki na kusubiri wewe, kwa sababu yeye analiangalia neno apate kulitimiza. Atakuja kulitimiza lile neno ambalo wewe umeliamini. Lakini kama wewe hauliamini neno la Mungu, unabaki kuamini maneno kukatisha tamaa, maneno kuvunja moyo, tayari yatakuvuruga na yatakuweka kwenye vifungo, yatakuweka kwenye giza, yatakuweka kwenye mtafaruku mgumu sana mpaka utoke kujinasua huko, itakuwa ngumu. Lakini ukirudi kwa Mungu, Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu ni wa neema. Bado ipo neema ambayo itakusaidia hata wakati wa majaribu, wakati wa changamoto, wakati wa mambo magumu, bado iko neema itakusaidia. Wewe baki kwenye hiyo neema, huku ukiendelea kumtafakari Mungu kwamba Mungu wewe ni wa neema. Na kama wewe ni Mungu wa neema na rehema, niko kwako ninakuangalia. Acha neema yako nijie, kwa sababu yale mema yako ni ya kwako tu, lazima yaje kwako. Lakini kama yatakuja wewe unashakata tamaa, Mungu anataka kuleta majibu, tayari umeshakata tamaa. Ushasikiliza wataribishaji, ushavunjika moyo, Mungu atapeleka wapi majibu yake? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka mtu ambaye amesimamia kweli ya lile neno. Na ile kweli ndio itakuweka huru katika hilo jambo ambalo unapitia. Kwa jioni ya leo mimi nakutia moyo. Kupitia neno la Mungu, kama tumeona Yairo alipokea. Hapa Ayubu naye tunaona kwamba yale mema ya Mungu yalimjia Ayubu kwa sababu alisimama katika kweli. Hakuliasi neno la Mungu. Hakuliacha neno la Mungu. Hakupepesa huku na kule. Alibaki katika ile kweli. Ile kweli ilimletea mema. Kweli jioni ya leo ikuletee mema. Kweli jioni ya leo ikupe mahitaji yako. Kweli ya neno la Mungu jioni ya leo ikufungulie milango. Milango gani imefungwa? Milango gani shetani ameifunga katika maisha yako? Unapoamini kweli, unapoamini neno, tayari Mungu anakuja moja kwa moja kufungua ile milango iliyofungwa. Ni magereza gani yamefunga uchumi wako? Magereza gani yamefunga ndoa yako? Unapokuja kwenye neno la Mungu, habari ya ndoa, habari ya mahusiano, tayari Mungu anakuja kuliangalia neno, analitimiza kwako katika mahusiano hayo, au katika hiyo ndoa, au kwa watoto wako, au katika elimu, au kwa jambo lolote unapitia, au umekata tamaa tu katika maisha kwa ajili ya maisha magumu, changamoto ni nyingi, unaona hakuna msaada. Lakini ukirudi kwenye neno la Mungu, ndio msaada pekee ambao unaweza kuupata, kwa sababu katika neno la Mungu tayari Mungu kwanza atakutia moyo, atakutoa katika yale msongo wa mambo mengi yanokusumbua, atakutia moyo kwenye neno lake. Lakini hata ishia tu hapo kutia moyo, bado yeye Mungu katika kutia moyo, imani yako itainuka kupitia kutiwa na moyo. Utatiwa moyo kwa neno lake, sio kwa maneno mengine. Tayari ukitiwa moyo kwa neno lake, tayari imani itainuka. Ikisha inuka imani, utasimama katika imani kumbe, kumbe hili linawezekana. Kumbe hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hata hili linawezekana. Kwa hiyo tayari imani yako ikisha inuka pale, ushatiwa moyo kwa neno la Mungu na tayari Mungu ameshakutia moyo, imani imeinuka, unakaa katika imani moja kwa moja, unashangaa muujiza wako huo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukivunjika moyo na kukata tamaa, tayari unaishia njiani, unaachia lile jibu lako ambalo tayari Mungu alikuwa tayari aliachilie kwako. Lakini kwa sababu ya changamoto au jambo ambalo tayari unakata tamaa, au umesikia maneno ya watu kwamba hivi na vile, hili halitawezekana, ugonjwa huu hautapona, fulani na fulani alikufa, uchumi watu wengi ambao walifanya biashara hiyo hawakufanikiwa, hata wewe utafanikiwa kweli. Lakini wewe umeokoka, alafu unamwamini Mungu, alafu maneno yanayokuja hayo na kuvunja imani yako. Rudi kwenye neno la Mungu, uone je, katika uchumi wangu Mungu anaahidi nini? Anaahidi mema gani? Bwana Yesu asifiwe. Au katika ndoa yangu Mungu anaahidi nini? Ukirudi kwenye neno la Mungu utapata majibu, kwa sababu majibu yako pale yamejificha. Tayari ukipata majibu, tayari umepata mwelekeo, tayari unasimama na inuka na unakuwa unafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona mtu yoyote ambaye hajafanikiwa katika kuliamini neno. Katika mambo yoyote ambayo unahitaji Mungu akutendee, katika kuliamini neno,
tayari unapata mafanikio. Ayubu alifanikiwa, alirejeshewa vyote. Watoto walirudi wazuri, uchumi ulirudi, kila kitu kilirudi, afya ilirudi. Kwa sababu gani? Alikaa katika kuamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukaangalie kitabu cha Joshua. Joshua sura ile ya kwanza, mstari ule wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Asante. Hapa tunamuona mtumishi wa Mungu Joshua, na alifanikiwa. Lakini alifanikiwa kwa sababu alilishika neno. Yale maelekezo au maagizo ya neno la Mungu. Anasema yaani hautafanikiwa ukienda kushoto wala kulia, isipokuwa ukishika kitabu hiki cha Torati. Ukishika maneno haya ya Mungu, ndipo utafanikiwa kila unakokwenda. Kwa sababu gani? Maneno ya Mungu ndio yamefunga baraka zako humo, yamefungiwa uchumi wako, yamefungiwa afya yako, yamefungiwa ndoa yako ya amani. Maneno ya Mungu yamefungiwa watoto wako, wamefungiwa kila kitu humo. Ina maana unapolishika neno la Mungu tayari wewe umepata hazina ya kutosha katika yale unayoyataka mema katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Joshua anaambiwa kitabu hiki chote kisiondoke kinywani mwako, yatafakari maneno haya mchana usiku, ndipo utakapofanikiwa katika njia zako utakwenda. Utafanikiwa kushoto, kulia, nyuma na mbele, kote utafanikiwa kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu limejawa na kila kitu ambacho tunachotaka mafanikio. Mafanikio ya kila mmoja aliyeokoka yamefungamanisha katika neno la Mungu. Tunapoliamini neno na kulisimamia neno katika mambo mbalimbali ambayo tunataka, hakika Mungu atakuja kulitimiza hilo neno, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye Mungu wa ahadi, na ahadi zake asema ni kweli na amina. Hakuna ahadi yote Mungu anaweza kukuahidi, mpendwa wangu, isitimie isipokuwa tu wewe umeliacha neno. Lakini kama unalishika neno na unaliamini neno, ahadi yoyote Mungu amekuja kwako amekwambia kwamba mwanangu nitakufanyia hiki, mwanangu nitakuinua, mwanangu nitakubariki, mwanangu nitakufanikisha hiki, mwanangu nitakufungua. Anachosema Mungu ni hakika na amina, ni kweli kitatimia. Ninachotakiwa kwamba wewe ni kuendelea kutafakari na kusimamia ile maneno ambayo Mungu amesema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Joshua alifanikiwa kwa sababu alisimamia neno. Alipiga hizo nchi kwa sababu, au wafalme kwa sababu alisimamia neno. Toka mwanzo wa safari yake Mungu alisema naye habari ya kusimama katika kitabu cha Torati. Kikae katika moyo, tafakari hayo maneno mchana na usiku. Unapoamka tafakari, unapolala tafakari, njia zangu leo nimeziendeaje? Tafakari hayo ya Mungu. Unapoamka asubuhi unasema Mungu, nataka siku yangu leo yawe mema 1 2 3. Tafakari hayo. Tamka maneno mema, tamka ya zile baraka, tamka yale unayoyataka katika siku yako. Tayari aliyatafakari hayo Joshua katika enzi zake hizo na alifanikiwa. Kwa siku ya leo Joshua, mimi na wewe ambao tunatakiwa tulishike neno la Mungu, lina majawabu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lina majawabu yetu. Tusishike maneno ya kukata tamaa. Tusishike maneno ya kuvunja moyo. Tusishike maneno ya watu twende kule, peleka nenda huku nenda huku. Hapana. Kaa katika neno la kweli. Neno la kweli ambalo Mungu anatupatia ni neno ambalo limebeba kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapoliamini neno, tumemwamini Mungu. Na Mungu ni neno, atakuja alitimize hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Tukamalizia mstari mmoja kitabu cha Yohana sura ile ya 8 mstari ule 31 mpaka 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Akawaambia wale Wayahudi waliomwamini ya kwamba basi nyinyi mlioniamini, kwa mmeniamini, mkikaa katika neno langu, mtalifahamu hilo neno. Na hilo neno mkishalifahamu litawaweka huru. Na huo huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana tunapoliamini neno la Mungu,
tunapolifahamu neno la Mungu tukaliamini na tukalielewa, linatuweka huru, kwa sababu sisi tumekuwa wanafunzi wa Yesu. Basi kama tu wanafunzi wa Yesu, tutembee kama Yesu anavyotaka tutembee, kwa sababu sisi ni wanafunzi wake, kwa sababu tumemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tumemwamini Yesu, na Yesu huyu anataka tuifahamu hii kweli ili tuwekwe huru katika maeneo mbalimbali, basi tuitafute hii kweli, ambayo hii kweli itatuweka huru katika maeneo mbalimbali kwenye maisha yetu. Itatuweka huru kwenye uchumi, itatuweka huru kwenye maisha, kwenye vifungo mbalimbali ambavyo shetani ameleta giza, ameleta vifungo, ameleta shida katika maisha yetu. Inawezekana kuna mapando mbalimbali ambayo hayo mapando yanakufuatilia katika maisha yako. Umeokoka ni kweli, lakini yako mapando au ziko roho, tuseme kwa ufupi, ziko roho za miungu zinakufuatilia. Lakini ukirudi kwenye neno la Mungu, ukifahamu neno la Mungu, litakuweka huru katika hayo mapando au katika hizo roho za miungu ambazo zinakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika neno la Mungu, huko ndio kuna uweza, huko ndio kuna nguvu ya kuondoa roho zozote, uharibifu wote wa shetani ambao waliupanda. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama wiki hii tumekuwa tukijifunza habari ya damu ya Yesu. Habari ya damu ya Yesu katika kitabu cha Ufunuo ile 12:11, ambapo tukamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yaani ukifahamu neno la Mungu litakuweka huru, ina maana litakufungua kufahamu maarifa, kufahamu kweli ya Mungu inayokuhusu katika shida yako, neno la Mungu linalokuhusu katika jambo lako lopitia. Ina maana ukifahamu hilo neno, tayari utatumia hilo neno kumuendea adui shetani ambaye amefunga maisha yako, amefunga familia yako, amefunga ndugu zako, amefunga uchumi wako. Kwa sababu una neno tayari, utamuendea. Lakini kama huna neno ndani yako, utaenda kwa shetani mwambie, kwa sababu shetani mwenyewe analiogopa neno la Mungu, kwa sababu anajua kabisa neno hili la Mungu ni moto ulao, neno la Mungu hili ni upanga, litakuja tanifyeka. Kwa hiyo hakijua huyu mtu amelifahamu neno la Mungu, huyu mtu anakuwa tishio kwa shetani. Shetani hawezi kukusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kufuatafuata kama Yesu vile ambavyo shetani alivyomfuata pale mlimani akamjaribu, kama wewe mwana wa Mungu usijigeuza mawe yawe mkate nini. Lakini Yesu alimjia kwa neno tu. Alipomjia kwa neno, tayari shetani alirudi akamwacha mwenyewe kwa muda, akaondoka, kwa sababu alikuwa na neno. Ina maana hata wewe ukiwa na neno la Mungu, tayari shetani anapokuja kwako kukuletea mambo mbalimbali katika maisha yako, utamwendea kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu tayari unajua Mungu naye ni Mungu mkubwa, ni Mungu mkuu, anaweza mambo yote, na neno la Mungu liko ndani yako. Utatumia silaha ya neno la Mungu, utampiga shetani, utapiga kazi zake, utapiga ile madhabahu ya miungu, utapiga zile falme zinazofuatilia familia yako, ndugu zako wasiokoke, wameshikamana miungu. Lakini wewe kwa sababu umeokoka, ukifahamu kweli ya neno la Mungu, tayari utaenda na ile kweli, utaweza kukomboa ndugu zako, utaweza kukomboa familia yako, utaweza kukomboa mume wako, mke wako, watoto wako. Watoto unaona wamekata tamaa, umewakatia tamaa, watoto ambao unaona kabisa wamekuwa watoto ambao wanakukatisha tamaa, au wamekuwa watoto mtaani, au watoto ambao unaona kama wameshindikana. Lakini hao watoto hawajashindikana, rudi kwenye kweli, kwa sababu kweli inaweka huru. Itawaweka huru pale ambapo wewe tayari utarudi kwenye kweli ya Mungu, utatafakari kweli ya Mungu kuhusu watoto, kuhusu kwamba watoto kama hawa wamepotea, Mungu hapa nifanye nini? Anasema okay, anasema watoto wangu watafundishwa na Bwana. Kwa hiyo unaenda kwa Mungu, Mungu naomba uwafundishe watoto wangu njia zao wanazoziendea sio. Mungu naomba uangalie watoto wangu njia hizo wanazoendea sio. Kwa hiyo utarudi kwenye neno la Mungu tayari, kwa sababu ile kweli unayo, ushaifahamu. Tayari inakuweka huru wewe, lakini pia itaweka huru wale ambao wamefungwa kwenye giza, wamefungwa kwenye mateso mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jioni ya leo, mtu wa Mungu unanitazama, mtu wa Mungu ambao unanifuatilia, simama katika neno la Mungu. Neno la Mungu haliwezi kukutupa. Najua kuna mahali unapitia, kuna changamoto uko nayo, kuna jambo ambalo unalipitia wakati kama huu. Lakini unaweza ukasema, mtumishi hujui nini natupitia. Lakini mimi nakutia moyo, rudi kwenye neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linamweka mtu huru. Na kama tulivyosoma pale mwanzo kabisa kwamba neno la Mungu ni kila kitu na linaweka nuru, na giza linaondoka. Ina maana hilo giza linalokusumbua kwenye maisha yako litaondoka kwa sababu ya neno la Mungu. Utakaposimamia neno la Mungu, tayari giza litaondoka, nuru itakuja kwenye maisha yako. Nuru ni mwangaza, nuru ni baraka. Tayari baraka zitakuja, mema yatakuja, mafanikio yatakuja. Kwa sababu gani? Umekuja umesimamia
tazamia neno, na Mungu atakuja kuliangalia neno, atalitimiza kwenye baraka zako, atatimiza kwenye afya yako, atatimiza kwenye ndoa yako, atatimiza kwenye watoto wako. Kwa sababu gani? Umelifahamu lile neno kuhusu maisha yako au kuhusu kile unachopitia. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Mungu yupo na anaona unachopitia, lakini hawezi kuja hivi akaja akasema mimi nimekuja Mungu nikuponye. Mungu anakuja kwenye neno, atajifunua kwenye neno. Inawezekana mtumishi akanena neno kusema hili neno la kwangu, lichukue hilo neno. Ukishalichukua ile neno, liendee kwenye maombi, ambia Mungu hili neno limekuja kwangu wakati sahihi ambao unakuhitaji Mungu, ukapate kuonekana katika hili, ukapate kunitendea katika hili. Tayari unapoenda kwenye maombi na lile neno umelishika, Mungu anakuja kulitimiza lile neno. Tayari anaona kwamba huyu ameniamini na amenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jioni ya leo nakutia moyo. Mimi mwenyewe Mungu amenitendea mengi sana. Mungu amenitendea mengi sana, lakini hakuna mwanadamu ambaye, hakuna mtu ambaye ameokoka anapita tu kiurahisi kufika hapa alipofika juu. Wakikueleza watumishi waliotutangulia, mitume, manabii, watumishi, wachungaji, au waliotutangulia kina Petro, kina Yohana, kina Yohana, wote hao kuna mambo, kuna vita walipitia. Lakini katika vita hiyo walipitia, walisimama na neno la Mungu, walisimama na kweli ya Mungu, na Mungu aliweza kuonekania. Na wewe jioni ya leo nakutia moyo. Popote pale ulipo, mimi sijui unapitia nini. Labda uko kitandani unaumwa, labda kuna jambo unapitia kwenye ndoa yako, labda kuna jambo unapitia kwenye uchumi, una kazi, biashara haina kufa, kila unapika mtaji, mtaji unaenda, hakuna kitu kinatokea. Watoto hawaeleweki, wameshindikana, lakini rudi kwenye neno la Mungu. Ongea na Mungu wako. Mungu wako hajashindwa. Mungu wako hawezi kukuacha. Ukirudi kwenye neno la Mungu, tayari unapata ufumbuzi, unapata majibu, kwa sababu majibu yetu yako kwenye neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitakwenda kuomba na nitakuombea ili neema ya Mungu iweze kuwa juu yako, na Mungu aweze kukutendea yale mema kama alivyomtendea Ayubu, kama alivyomtendea Yairo, yakaje kwako usiku wa leo kwa kile unachopitia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote, Mungu mtakatifu, Mungu li hai, Mungu mwenye nguvu, asante Jehova kwa sababu we Mungu unatenda jambo kupitia neno lako. Tazama watoto wako, tazama wateule wako, tazama wale ambao wanapitia shida, wako kwenye vifungo, wako kwenye mateso, wako kwenye giza, wako kwenye mambo magumu, hawajui watatoka vipi. Lakini usiku wa leo Mungu umelituma neno kwa maisha yao ili watoke katika maangamizi. Kama vile Bwana ulivyomtendea Ayubu, alisimama katika imani ya kuliangalia neno lako, hakuangalia shida, hakuangalia mambo yaliyomzunguka, bali aliangalia neno lako, hakuangalia ni nani ananitia moyo, aliangalia neno lako. Baba, jioni ya leo yupo mtu amekaa mahali fulani, analiangalia neno lako tu, anakuangalia wewe tu Mungu. Baba, ukasimame mwenyewe, ukamgushe usiku wa leo, ukamtendee mema kama yale mema ambayo ulimtendea Ayubu. Katika jina la Yesu, ukamtoe kwenye kifungo, ukamtoe kwenye lile gereza, ukamtoe kwenye ile shida, ukamtoe kwenye ile mateso, ukamtoe kwenye ule ugonjwa. Katika jina la Yesu Kristo, akapokee uzima sasa, apokee kuinuliwa, akapokee yale mema. Katika jina la Yesu, lile giza likaondoke, mateso yakaondoke, shida zikaondoke, vifungo vikafunguke sasa, minyololo ikamwachie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo natamka kwa damu ya Yesu Kristo, ile damu inanao uzima, ile damu ya kunyunyiza, damu yenye uzima inaleta uzima kwenye maisha ya watu. Hiyo damu sasa naituma kwa mtu yule, naituma kwa yule baba, naituma kwa yule mama, namtuma kwa yule mtoto kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ikanene mema, ikanene baraka, ikanene kufunguliwa, ikanene kuinuliwa, ikanene katika kazi zake, ikanene kwenye biashara, ikanene kwenye afya. Damu ya Yesu ikashuke hata kwa watoto elimu zao, ikanene uzima kwenye elimu katika jina la Yesu Kristo. Natamka damu ya Yesu sasa kwenye mashamba ya watu, kwenye mifugo yao. Damu ya Yesu ikanene baraka, ikanene uzima katika jina la Yesu. Natamka damu ya Yesu sasa ikafungue malango, ikafungue baraka katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutarajia wewe unakwenda kutenda usiku leo, kwa sababu naiangalia damu ya mwanao Yesu Kristo ilivyomwagika, imeleta ukombozi. Watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wameokoka. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu wanaenda kuliamini neno lako, wanaenda kukuamini wewe Mungu naweza. Kama ulitenda kwa Ayubu, kama ulitenda kwa yule mkuu wa sinagogi, Baba ukamtendee baba yule kuanzia sasa katika
jina la Yesu, kwa yale mahitaji yake Mungu kayajibu. Wengine Bwana majeshi wana madai yao, wana kesi mbalimbali. Yesu kasimame mwenyewe, wewe ni mhukumu wa haki, ukasimame katika ile kesi, ukasimame katika ile madai, ukasimame kwenye ile familia. Hata yule baba ambaye ameacha familia yake, ameacha ndoa yake, amekimbia familia, Yesu kasimame kupitia damu yako Yesu. Tazama machozi ya mama yule, tazama machozi ya ile familia. Mungu katende mema katika jina la Yesu. Uwepo wako Mungu ukazingile ile familia, ukazingile ile kazi, ukazingile biashara, ukazingile mafanikio ya watoto wako usiku wa leo katika jina la Yesu. Kawainue watu, weka vyeo, wanaotaka vyeo wakapokee vyeo kwa jina la Yesu. In Jesus name wakapokee kuanzia sasa katika jina la Yesu. Wakapokee mema, wakapokee vyeo, wakapokee mishahara, wakapokee kuinuliwa, wakapokee biashara kubwa, wakapokee kampuni, wakapokee vitu vile ambavyo Bwana wa majeshi umewaandikia kuwapatia katika jina la Yesu. Mwaka huu ni mwaka ambao Bwana wa majeshi watu watakwenda kuinuliwa kupitia neno lako. Acha neno lako likaendelee kuwajenga, neno lako likaendelee kuwaongoza, neno lako likaendelee kuwasaidia kwa hatua wanazoziendea katika jina la Yesu Kristo. Shetani hana nafasi, kwa damu ya Yesu tumempiga, kwa damu ya Yesu ameshindwa, kwa damu ya Yesu Kristo hawezi kushikilia watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Baba tunakushukuru, Baba tunasema ni asante. Asante kwa sababu umetamalaki kwenye maisha ya watu. Asante kwa sababu damu ya Yesu inanena mema. Asante Bwana Yesu kwa nyumba zetu zinafunikwa kwa damu yako. Asante kwa biashara zetu zinafunikwa kwa damu yako. Asante Yesu utafunika yale mema yetu kwa damu yako. Wiki itakuwa wiki ya baraka kwa damu yako. Yesu tunakushukuru, tunapotoka na kuingia damu yako itatunenea mema. Asante Jehova, Jehova jili hata walioko hospitalini damu yako Yesu inaenda kuwanenea mema na uponyaji katika jina la Yesu. Kama ulimponya Ayubu yale magonjwa, damu yako ikaponya magonjwa katika wote ambao wako vitandani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba tunakushukuru, Baba tunasema ni asante. Asante kwa sababu Mungu utakwenda kuyatenda yote tuliyoyaomba, hata yale ambayo tujayaomba Yesu Kristo utakwenda kuyafanya, kwa sababu unaangalia imani yetu katika neno lako, na tunaliamini neno katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.